everybody. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa watu wa Mungu. Amen. God is truly a good God. Bwana Yesu ni mwema, ni mwaminifu sana. I thank God for this meal that he prepared for us today. Tunamshukuru kwa mlo huu mzuri, hata sisi wenyewe tunafurahia. For man should not live by bread alone, anatuhudumia mioyo yetu pia. but by every word that cometh out of the mouth of God. Mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Bwana. Ndio ni Biblia. Amen. Amen. And I am Elder Cosmin Sims. Na mimi Mama Felicia Boke Sims. And we have Jesus Reigns Restoration Ministry. And this is part 4 of our lesson. Guard your heart. Linda moyo wako. We need to guard our heart. Inabidi tulinde moyo wetu. With all that we can do, kila tunachoweza kufanya God wants us to take due diligence, take the concern, take the time, tuchukue muda, take the safety, take everything that you need to guard your heart against, hallelujah, the fiery darts of the enemy. Ya mishale ya adui. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. To guard your heart against despair, depression, hatred, and any sin that you can think of. Chochote unachoweza kudhania. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Guard your heart, saints. Kuhukumu wengine, kushuku wengine ni wachawi. Wewe usiogope mchawi kama uko na Yesu vizuri. And God has given us, kuna vitu ambavyo God has given us direction on how to do that. Yesu Kristo ametupa maelekezo ni jinsi ya kuishi naye, jinsi ya kupingana na vyote hivyo. And here the Lord is speaking in Mark 11:23. Marko 11:23. And the Lord said, "For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he say shall come to pass, he shall have whatsoever he saith." Read that, please. Tasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo, Marko 11:23. Amin nawaambia, yeyote atakaye uambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Amen. Amen. Is the faith of a mustard seed faith. Kama imani. The word of God says mustard seed faith. Mbegu ya haradali. That you can say mountain be removed and cast into the sea and it be done. Inatosha kuhamisha mlima kiasi. I believe Jesus. Ninamwamini Yesu Kristo anachosema. You got to be bold enough to say, you know what, I'm going to go out and I'm going to speak to this mountain and you going into the sea. Kusema ninaamrisha mlima. In Jesus' name. Ruka ng'oka nenda baharini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. When Elijah was taken up, hallelujah, wengi wetu to heaven on a fiery chariot. Elijah. Elia alipochukuliwa na gari la moto. Samahani hapo nilikuwa Elisha. He had asked for a double portion. Alikuwa ameomba upako mara mbili. He said, "You know what? It's not impossible, but you got to watch me go into heaven." Akajibiwa na Elia. You got to watch me leave. Haiwezekani, ila bidi unione nikichukuliwa. And when he was taken up, his mantle hit the ground. Ile nguo yake ile his holy mantle. Mantle. And he said, he said to God, kaanguka chini akauchukua. "If you truly be with me as you were with Elijah." Elisha akaomba, Bwana kama bado uko nami kama ulivyokuwa na Elia, show me a sign. Nionyeshe ishara. He took his mantle and cast it out on the Jordan River. Akachukua ile manto simtaita ni mtandao. And the water departed like the Red Sea. Akaipiga kwenye and there was dry land. Kagawanyika. Kukaa nchi kavu katika. And God gave him a sign. Hallelujah. As he was with the prophet Elijah, he was with him. Kwamba jinsi alivyokuwa na mtumishi wa Mungu Elia yuko na Elisha. Hallelujah. Hallelujah. Speak to that mountain. Zungumzia mlima huo tatizo lako. God said all you need is a little faith. Mungu amesema ni mbegu ya haradali tu, kiimani kidogo tu. Zungumzia hali yako, shida yako, mtoto wako, ugonjwa wako, tatizo lilo nalo. It's very small. Mume wako, ndoa yako, chochote kile ni ndogo sana, hiyo mbegu ndogo. Hallelujah. Hallelujah. Have faith in God. Kuwa na imani katika Yesu Kristo.
And whatsoever you ask, God will do it. Chochote unachomuomba Mungu atakutendea. Don't doubt, but believe. Usiwe na shaka bali amini. Amen. Amen. Great things, good things come to them that believe. Mambo makubwa yanakuja kwa wale wanaoamini. Hallelujah. Amina. Sio kwamba eti Hallelujah. Hallelujah. Therefore, remove sorrow from thine heart. Amen. And put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. That's Ecclesiastes 11 and 10. Read that, please. Sura ya 11 mstari wa 10 nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Inasema hivi. Haleluya. Kwa hiyo ondoa majonzi moyoni mwako, nawe uondoe ubaya mwilini mwako, kwa maana ujana ni ubatili na utu uzima pia. For Paul, he says, when I was a child, I thought as a child. I did things as a child, played as a child. But now that I'm a man, I put aside childish things. A lot of us got to put aside a lot of childish things, and a lot of foolishness will hinder us from serving God. Wengi inabidi tuweke pembeni upuuzi na utoto ambao unatusababisha tusimtumikie Mungu vizuri. Things that are vain. Mambo ambayo hayana faida kusaidia kwenda mbinguni. Here on the Lord's Day, on a day of worship, leo siku ya ibada, somebody want to cut the grass. Mtu anaanza kukata. Somebody want to go to a football game. Mtu anaenda kwenye michezo. Somebody want to go and chill out in the park. Mtu anaenda bustanini huko kupumzika. Instead of getting them, if anything they could have did before they did all of those things, they could have woke up and prayed and said, Lord, thank you for waking me this morning. Badala kuamka usema thank you for life, health, and strength. Asante kwa uzima. Lord, you've been so good to us. You brought us from another week into a new week. And we just want to give you the first God. We just want to give you the glory. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. Won't even do it. Hawezi kufanya hivyo kabisa. God called them stiff-necked people. Mungu anasema watu wenye shingo ngumu. A stiff-necked and perverse generation. Kizazi cha uovu, yani kibishi. And Peter on the day of Pentecost, he said, save yourself Petro amesema from this untoward generation. Na kizazi hiki kiovu. Nadhani kwenye Matendo ya Mitume 2 hapo utaipata. Hallelujah. Hallelujah. Kuanzia 30. There's a lawlessness when it comes to this generation. Kuna hali ya kutokutii sheria, kuchukia sheria. And where do it come from? Inatoka wapi? We complain about the young people and the hip hop and the things that they do. Na nyimbo za kidunia hizi, mabongo flavor na mengine. But they get it from the older ones, their fathers, mothers and grandparents. Wanatoa kwa wazazi wao na mababu zao na bibi zao. Generational altars. Yani kuna laana na tabia that have not been torn down. Madhabahu ambazo hazijavunjwa za familia. The apple don't fall far from the tree. Wanasema hivi, mti tunda alianguki mbali na mti walile tunda lile kuliwe. But those altars should be changed. Madhabahu haya yabadilishwe. Sure, it's the soul that sinneth that shall die. Ndio mwenye nafsi ile inayotenda dhambi ndio itakayo hukumiwa, lakini kuna mambo yanashuka kwenye damu. And a lot of parents are raising their children up in the way of the world, and hallelujah, and they got them at an altar that's not of God. Wazazi wengi wanakuza watoto wao kufuata madhabahu na kanuni za dunia hii ambazo hazifuati Mungu. Sasa wanakuja kupata matatizo. And that's why it's important for us as being children of God to train them up in the way of the Lord. Ndio maana sisi kama watoto wa Mungu tuwaongoze katika njia ya Bwana ili wakikua wasije kaiacha. Sasa tunawafundisha. Hallelujah, being filled with the Holy Ghost to be a witness to this world, to preach the gospel to every creature, with them having an opportunity of salvation before Jesus comes. Wapate nafasi ya kuokolewa kabla Yesu Kristo hajarudi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So he said, therefore, when it comes down to removing sorrow from your heart, put away the evil of the flesh. Tunaambiwa kuweka huzuni mbali nasi, tuondoe uovu wa mwili huu. Hallelujah. Kawaida ya mwili. Those things in childhood and in our youth are vanity. Na ya ujana. The Lord say while you're young, seek him while you're young. Tumtafute Bwana tukiwa vijana. Seek him in your youth. That's the word of God say. Wengine hata hapo ulipo hujamtafutaka Bwana, anza hapo sasa hivi, hujachelewa mpendwa. Wengi wanaaga dunia kila siku. God is calling, hallelujah, the young men. He's calling them,
because they're strong, but they're not listening. And they're not listening not only with their ears, they're not listening with their heart either. Unajua toka mwanzo wa dahari mpaka leo, Yesu Kristo anaita vijana kwa sababu wao wana nguvu, lakini wameshabutishwa masikioni butu hawasikii. God called the men to lead. Mungu ameita wanaume kuongoza. The head of the woman is the man. Kiongozi wa mwanamke. The head of the man is Christ. Kiongozi wa mwanaume. Amen. There's an order. Kuna upangilio. But now the men are trying to be women. Sasa hivi unaona wanaume wanajaribu kuwa and the wanawake. women are trying to be men. Wanawake wanataka wawe wanaume. Saying right is wrong and wrong is right. Kilicho kibaya wanasema ni kizuri. It's an abomination in God's sight. Machukizo mbele za Mungu. But we're going to keep preaching with the hope that they come out of their sin. Kuhubiri na kufundisha. And get the Holy Ghost. Kuwaombea siku moja For the watabadilisha. dead cannot praise Kwa God. maana wenye mauti waliokufa wasifu Bwana. Tukishafunga macho kwenye mauti, nafasi imekwisha. Hakuna tena kuokolewa. Hakuna toba tena. Thank you, Jesus. Tukiwa hai hivi tunapumzi. Amen. Psalms 119 and 7. Zaburi I will praise thee 119:7. with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments. Amina. I'm going to praise you, Lord. Nitakusifu Bwana. When I know of the truth, when I find the truth with the uprightness of heart, I'm going to do that. Kwa unyofu wa moyo nitakusifu. Let me read it. Is it okay? Yes. Zaburi 119 mstari wa 7. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nitakushukuru kwa unyofu wa moyo, nikiisha kujifunza hukumu za haki yako. I believe God told, when Saul sinned against God, Ninaamuru Sauli alipotenda dhambi mbele za God told Samuel Mungu akamwambia Samueli that he chose David, amemchagua Daudi, a man after his own heart. mtu ambaye anatafuta kupendeza moyo wake. Are you a man or woman after God's own heart? Je, ni wewe mtu ambaye unatafuta To do God's will. kupenda mapenzi ya Mungu? Not his will, but all his will. Mwana mama au mwana baba au kijana au binti unayetafuta kumpendeza Are you like Moses, wewe ni kama a man that God speaks to face to face? Mwanadamu ambaye aliongea naye uso kwa uso. Wapo katikati yetu wanadamu leo Mungu anazungumza nao kabisa. Are you like Abraham? Kila siku. Wewe ni kama Ibrahimu? That believed God and God imputed his belief of him as righteousness. Alimwamini Mungu na ile tunaita crazy faith. Mungu akamhesabia haki. Do you believe God? Unamwamini Mungu kwa magumu katika Hallelujah. That you could be the friend of God. Wewe unaweza kuwa rafiki wa Yesu Kristo. Yesu Kristo alisema, ye are my friends, nyinyi ni marafiki zangu, if you keep my commandments, kitunza amri zangu, if you do what I say. Kifanya ninayowaambia mfanye. No greater sacrifice is one that gives his life for his friends. Hakuna kujitoa kafara. No greater love. Anayejitoa maisha yake kwa rafiki zake. He said, ye are my friends, amesema nyinyi ni rafiki because I give my life for you. Kwa sababu ninatoa maisha yangu. Oh, hallelujah. Hallelujah. But if you want to be my friend, lakini mkitaka kuwa rafiki yangu, keep my commandments. Tunza amri zangu. And that's the love of God. Amri zangu ndio mapenzi ya Mungu. Is to keep his commandments. Kumpenda Mungu ni kutunza amri zake. Hallelujah. Kusema maneno tu tunakupenda Mungu, atutii amri zake. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Hope different. Hallelujah. Hope, correction. Hope deferred. Yes, maketh the heart sick. Amen. Nitasoma katika jina. Is it okay? Oh, come finish. Hope deferred maketh the heart sick, but when the desire comes, it is a tree of life. Amen. Okay, let me read it again. Hope deferred maketh the heart sick, but when the desire comes, it is a tree of life. Read that, please. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mithali 13 mstari ni wa 12. Kilicho tarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. That hope that's shed abroad in our heart is of Jesus. Tumaini linalojaa mioyoni mwetu we have hope. We are people of hope. Sisi ni watu wa tumaini. Amen. Amen. We have Jesus. Tunaye Yesu Kristo. Amen. Amen.
that hope that's shed abroad in our heart, tumaini linalojaa to mioyoni see mwetu, him face to face, kumuona uso to kwa hear uso, well done. kusikia umetenda mema, Hallelujah. To Hallelujah. know that our names are written in the Kujua Lamb Book of Life. majina yetu That yameandikwa our kitabu sins cha are uzima. forgiven. Dhambi zetu zimesamehewa. Hallelujah. Hallelujah. But that if it's deferred, if it's not there, Ikiwa haipo pale, the heart is sick. moyo unaanza kuugua. There's no healing. Hakuna uponyaji. When the Ark of the Covenant was, hallelujah, when Eli was on the stump and he found out that his sons was dead and that the Ark of the Covenant was gone, he fell back and broke his neck. Eli aliposikia sanduku la agano limepotea, limenyang'anywa, aliko pamoja nao tena, alishtuka akaanguka akavunja shingo. Because when the Ark of the Covenant was not with the children of Israel, kwa maana sanduku la agano lilipokuwa halina, it's like God not being with them. Sasa Mungu hakuwa nao. Because where the ark was, God was there. Kwa maana On the sanduku mercy la seat. agano lilipokuwepo ndio Mungu alikuwepo pale. Amen. Amen. And God provided their every need, and God fought their battles, and where the ark was, there was victory. Na palipokuwa na hilo sanduku la agano, mahitaji yao yalitimilika, maombi yao yalijibiwa, vita walizishinda. But God made provision for the ark to be brought back Bwana lakini alitengeneza njia wale by David. Likarudishwa kupitia Daudi. And when from the Philistines. Kutoka kwa Wafilisti. And hallelujah. And in doing so, David danced out of his clothes. Daudi alicheza, alimsifu Bwana the joy that God was with his people. Alikuwa na furaha, ilikuwa na watu wa Mungu. Hallelujah. Akamsifu Bwana, and he praised God for making a way. Hallelujah. Alishukuru Bwana na kumsifu back to his kutengeneza njia kurudisha ile for his mercy endure forever. Kwa maana rehema zake ni za milele. And God grant new mercies every day. Mungu hutoa rehema mpya kila siku. Have a praise for God for the victories and for the great things he's done in your life. Kuwa na sifa kwenye kinywa chako na moyo mwako kwa yale mema ambayo Mungu anakutendea na anayokupigania hata huoni anakupigania. When there's no hope in your heart, you're going to be sick. Ukikuta una tumaini moyoni lazima your heart is going to be sick. Utakuwa mgonjwa wa moyo na because you say with no hope there's no way. Kwa maana kama huna tumaini unasema hapa hakuna njia. But God is the way. Jesus is the way. Yesu Kristo yeye ndiye njia, kweli na uzima. Amen. Amen. Put your trust not in man but the living God. Usiweke imani yako kwa wanadamu bali kwa Mungu. For he said I'll never leave you nor forsake. Amesema sitakuacha sitakupungukia. Hallelujah. Hallelujah. But he said but that desires, hallelujah, those desires come as a tree of life. Ukijibiwa maombi ni kama mti wa uzima. Amen. Like a river of life springing up into everlasting life in you, God. Chemchemi za uzima zinatoka ndani yako. Be like a tree planted by the rivers of water. Kuwa kama mti uliopandwa. You're not going to be moved by the things of the world. Utatikiswa na mambo ya You're not going to be moved by what man says. Utatikiswa na wanadamu. What moves me is what the Holy Ghost says. Kinachonigusa what Jesus says to my heart. Hallelujah. What Jesus puts in my mind. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. Verse, hallelujah. Hebrews 3 and 12. Waebrania 3:12. Hebrews 3 and 12. And this is important. Hii ni muhimu. All God's word is important. Maneno yote ya Mungu ni muhimu sana. Yote yana thamani. But here we have to, the word of God is yea. Neno la Mungu ni ndio. Yes. And amen. Amen. And any man that don't agree with the word of God, any person that deny the word of God, the word of God says, separate yourself from them. Have no company with that evil person. That spirit of Antichrist. I don't care what they claim to be. You say you're a prophet, you become a false prophet when you speak against God's word. That's called heresy. Amen. Amen. So, and it's a spirit of Antichrist. You're either with God or you're against him. When you speak against Jesus, you speak against God. You calling God a liar.
Ni hatari mpendwa. And there's no forgiveness in this world or the world to come Na neno la Mungu linasema when you kusamehewa blaspheme the Holy Ghost. ukimkufuru Roho Mtakatifu. Because they said he had an evil spirit. Unasema wanasema wana Roho Mtakatifu lakini watu wana roho mchafu. And they say a whole lot of other things behind that too. Na wanasema maneno mengi pamoja na. It's one thing when you say, I just don't believe the gospel. I don't believe it. There's some forgiveness in there. There's mercy in there. Biblia yao ni unaweza kusamehewa. Roho Mtakatifu kumkufuru. But when you curse God, when you curse his word, when you kill his people, you're going to die. Your hell and fire and brimstone will be your home. Hallelujah. The word of God says, take heed, brethren, lest there be an evil heart of unbelief and departing from the living God. Read that, please. Hebrews 3:12. 3:12 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Take heed. That means kuwa makini. Take heed. I want you to be aware. Pay attention. I want you to give this some attention. I want you to understand this. Take heed. Nataka uelewe. Lest there be an evil heart of unbelief and departing from the living God. We can have an evil heart. A lot of people have a stony, evil heart today. And that's how you can have prisons where men are chained down like slaves. Inabidi kuwe na jela ambazo wanadamu wamefungwa kama watumwa wa zamani. People bid to have mortgages. Watu. Children in school. Family and love members that need health care. Wako shule. Kuna watu wapate bima ya afya. Wananyang'anywa tu ghafla. Monies that they've earned over the year and put aside. Pesa ambazo wamejiwekea pembeni. For retirement. Cut off. Zinakatwa. Katiliwa mbali. And no help. Hakuna msaada, hakuna haki. All that's the work of the devil, the Antichrist, to get people to bow to, hallelujah, the mark of the beast, kutayarisha watu kumsujudia yule mnyama, that they may submit to what the enemy is doing, waweze kunyenyekea to feed their family, ili kuweza kulisha familia zao, to live in peace. Wanawekwa mahali ambapo lazima waanze kusujudia yeye. This is all a big setup by the devil to get glory. Shetani anaanza kutayarisha mazingira God's glory. Amen. Amen. Mjue Yesu sahihi. And if you take, as a man of God, I urge you to look up God's word in reference to those that take the mark of the beast. They take in damnation. Angalia Ufunuo wa Yohana unazungumzia watakaochukua alama ya yule mnyama. There's no forgiveness. Hakuna kusamehewa. You will miss heaven. Ukakubali kuchukua alama ya mnyama ili uishi. You could miss heaven for taking the mark of the beast. Utakosa mbingu kwa kuchukua ile chapa ya mnyama. You can miss heaven inakuja for blaspheming the Holy Ghost. Kufuru Roho Mtakatifu. You can miss heaven. Hallelujah. Utakosa mbingu. Haijalishi hizi video wataenda kuzitoa. Mercy Jesus. Rehema Yesu Kristo. These are ways you can miss heaven. Share na wengine haraka. Wataenda kuzitoa. There will be no forgiveness. The word of God says that if you take the mark of the beast, whether in your hand or in your forehead, I want you to look it up. I want you to read it. I want you to meditate. I want you to put it in your heart. Weka moyoni, kariri vizuri. Ndio maana tunawaambia nunueni Biblia za kutosha ndani, zinaenda kupotea, amwamini, amsikii. You yield to the works of Satan. Hallelujah. Unaendekeza na kazi za adui shetani. Hell will be your home. Jehanamu itakuwa ndio nyumba yako, nyumbani kwako. You have to make a choice. You can't serve God and mammon. You can't serve two gods. Miungu miwili. You're going to love one and hate the other. Tampenda mmoja, tamchukia mwingine. Amen. Amen. Where's your integrity? Heshima yako iko wapi? Yaani nini integrity? Kuaminika kwako kuko wapi?
Where's your integrity in God? How are you walking in Imani God? yako katika Yesu Kristo iko wapi? Unatembeaje na Mungu aliye hai? Are you yielding your members to the flesh or to the spirit? Unajitoa mwili wako, nafsi yako, roho yako kwa kazi za mwili, kuridhisha mwili, au unampendeza Mungu aliye hai? Too many of our people that call themselves Christians are yielding their members to the flesh. Watu wengi wanaojiita Wakristo wanatoa miili yao kwa kuridhisha And in mwili. the flesh there is no good thing. Tumeshaambiwa katika mwili huu hakuna kilicho chema. Amen. Amen. Ndio maandiko yalivyosema. Read Romans the 8th chapter in its entirety. And it'll tell you how carnal the flesh itakwambia is. jinsi mwili huu ulivyokuwa. Read Galatians the 5th chapter. Soma Galatia The difference between the flesh and the spirit. Tofauti kati ya mwili na roho. Utaona mwili huu unaishia kwenda kuoza tu chini ya ardhi. Get wisdom, get an understanding. Unataka kutuponza tukapate moto. I can't tell it all. Siwezi kusema yote kwa siku moja. But God is giving you a way to, hallelujah, njia na kuonesha njia. He's giving you an answer for the problem, for the issues of life. Matatizo ya dunia hii. He's giving you an answer to a broken heart. Ya moyo uliovunjika. He's giving you an answer to a sure mind. Anakupa jibu la kuwa na fahamu, akili iliyotulia mbele zake, iliyokuwa na amani. Psalms 13, Zaburi 5 and 6. But I have trust in thy mercy. My heart shall rejoice in thy salvation. I will sing unto the Lord, because he have dealt bountifully with me. He has blessed me. Hallelujah. Nitatafsiri Zaburi 13 mstari wa 5 na wa 6 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Lakini nimeamini katika neema zako, rehema zako. Moyo wangu utafurahia wokovu wako. Nitamwimbia Bwana kwa sababu amenitendea makuu. Amenitendea mema. Hallelujah. I keep saying, trust God. Ninaendelea kusema God is merciful. Bwana ni mwenye rehema. Be real with God. Anatengeneza njia pasipokuwa njia. Hallelujah. Let your heart rejoice in this being saved, sanctified, filled with the Holy Ghost. Moyo wako endelea kuwa in his salvation. Katika wokovu wake. Tunza utakatifu. And sing unto the Lord. Hallelujah anyhow. Whatever's going on. Hallelujah anyhow, devil. Tunawimba tunasema hallelujah anyhow. And don't let the devil steal your joy. Usiruhusu shetani akakuharibia. Because God has dealt with me bountifully. Katika mema na mabaya. He has dealt with my situation. Mpaka hapa tulipo, hata hapo ulipo wewe. He has helped my issues of life. Bado unapumua, bado uko mzima. And he has given me life. Amekupa uzima, amekupa uhai. And he has given me peace. Amekupa amani. And he's given me joy. Amekupa furaha. Hallelujah. And he's opened doors of benefits for me. Amekufungulia milango ya faida. And I'm content with my wages and such as I have. Na kila anachonipatia. I'm glad for what God has given me. Nashukuru kwa kila alichonipatia. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. He has dealt with me bountifully. Amenitendea mema. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. Romans 5 and 5. Warumi 5:5. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Nitasoma Warumi 5:5, nitatafsiri katika jina la Bwana Yesu Kristo. I'm not ashamed of the gospel. Sitaionea haya injili. For it's the power of God unto salvation. Maana ni nguvu ya Mungu katika wokovu. And hope maketh not ashamed. Na tumaini because the love of God is shed abroad in not my heart but our heart. Hallelujah. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo Warumi 5:5. Na tumaini halitatahayarisha, kwa maana upendo wa Mungu umekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. The love of God. Upendo wa Mungu shed abroad in our hearts. Unajaa mioyoni mwetu. By the Holy Ghost. Kwa Roho Mtakatifu. That God gave us. Ambayo Mungu ametupatia. The word of God said he gives the Holy Ghost to them that will obey him. Anawapatia Roho Mtakatifu kwa wale. He gives the Holy Ghost to them that will obey him. Anawapatia Roho Mtakatifu kwa wale wanaomtii. Amen. Maandiko yake. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Nobody that have the Holy Ghost should be cursing God. Ana Roho Mtakatifu ndani yake. And nobody can say that Jesus is Lord. Say that. Hakuna yeye anayesema Yesu Kristo. If you got the Spirit of God, you got the Holy Ghost, you should not be mocking God. You should not be cursing God. That's scripture.
Hayo ndio maandiko. And no man Na hakuna can mwanadamu say that Jesus is Lord anasema Yesu Kristo ni but by Bwana the Holy Ghost. isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Kama Amen. hauna, mtafute, muombe. Soma, kuna mafundisho tunayo. Ukitumia linki hapo chini tutakupatia. Roho Mtakatifu ni hivi na hivi. Faida zake ni hivi na hivi. Kumpokea ni hivi. Kufanya kuondoe ni hivi. I'm saying if somebody don't have the Holy Ghost, You know what it is. we'll give them lessons to help them. We'll give them lessons, but I can't give you the Holy Ghost. We You don't gotta have it. turn for You it. gotta find it. You gotta Pray. turn for it, and you Seek gotta get it the Bible Beg way. him. He'll give it to you. I want you to interpret what I'm saying. You gotta get it the Bible way. Inabidi upate Roho You Mtakatifu gotta the turn Bible for the way. Holy Ghost. Inabidi wewe mwenyewe uombe. Turn that you be endowed with power from on high. Pawe Roho Mtakatifu. Acts 2:38 says, Matendo ya Mitume 2:38 repent inaokoa tu. and be baptized, Batizwa every one of kila you, mmoja wenu in the name of Jesus Christ, jina la for the Yesu remission Kristo, of sins, kwa ondoleo la and dhambi, ye shall receive na the gift utapokea of the Holy Ghost. thawabu ya Roho That's the Mtakatifu. plan of Hiyo salvation. ndio mpango wa wokovu. And you gotta repent. Gotta repent. You gotta be baptized in Jesus' in name. Jesus' name. You gotta be filled with the Holy Filled Ghost. with the Holy Ghost. And on the day of Pentecost in the upper room, and they spoke as the Spirit gave them utterance. Siku ya They spoke in Pentekoste tongues. walinena kwa lugha. As the Spirit gave them utterance. Jinsi Roho alivyowapa ndimi. Amen. Amen. The 19th chapter Acts. Hallelujah. 18 Matendo That when they ya Mitume, received the Holy Ghost, walipokea Roho they Mtakatifu. spoke in tongues and they Walinena kwa lugha. prophesied. Na wakatoa I unabii. got other scriptures to prove Na that maandiko too. mengi mengine. And when the 10th chapter Acts, Matendo ya Mitume 10. when Peter heard them speaking in Petro tongues, alipowasikia wakinena kwa lugha, he said, can we forbid them water? akasema tutawazuia hao wasibatizwe. He said they have the Holy Ghost just like we Wana Roho do. Mtakatifu kama ambavyo When he sisi heard them tunapokea. speak in tongues. Alipowasikia wakinena kwa And he lugha. commanded them to be baptized into the name of the Lord Jesus Kwa jina la Christ. Bwana wetu I Yesu got Kristo. scripture to prove Kuna maandiko mengi ya that it's water and spirit to enter and see the kingdom of maji na God. roho kuona I got kama scripture mbinguni. to prove Kuna maandiko kwa that they Kristo. spoke in tongues as the Spirit gave utterance. Walinena kwa lugha kama And the roho wa Mungu utterance aliwapa is for ndimi. a sign. Ni dalili, ni ishara. The Lord wished that you be not ignorant concerning these things. Bwana anataka tusiache kufahamu mambo And you'll haya. be a good minister of Jesus Christ if you remind them. Utakuwa mtumishi wa Yesu Kristo aliye sahihi, anayekubalika, anayependwa na Mungu ukiwakumbusha watu mambo Too haya. many preachers are preaching from Genesis to Revelation, but they're bypassing Acts 2:38. Watumishi wa Mungu wengi wanahubiria kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo wa Yohana, wanasahau Matendo ya Mitume 2:34. What good is it to preach to somebody and you can't tell them how to be saved? Unamhubiria mtu siku zote mambo mengi. God gonna get you. Kuokolewa. Mungu atakuhukumu. God gonna get you. Mungu atakuhukumu. At least you preach to others Usije ukahubiria and you be wengine. a castaway Siku ya mwisho ukakataa. and you be lost Ukapotea. because you don't believe Kwa maana and the huamini. word of God is not shed abroad in your Neno heart la Mungu alijakaa vizuri ndani ya moyo wako. to do the right thing and tell somebody how to be saved. Kumwambia mtu jinsi ya kuokolewa. God gonna get you, Mungu atakuhukumu. you false prophet. Wewe God gonna uongo. get you, you Mungu false atakupata. teacher. Wewe mwalimu wa uongo. God gonna get you, you false greedy preacher. Mungu wewe mchungaji That's uliye na apple ulafi filthy wa lucre. pesa. Unaotaka pesa. God Mungu gonna get you. atakuhukumu. Hell will be your home. Jehanamu You itakuwa better nyumbani repent. kwako. Tubu. And do your first work over Anza kazi again. yako upya na Bwana. I speak the truth and lie not. Naongea ukweli na sisemi I uongo. speak the truth of the Lord. Naongea ukweli And wa being Yesu led by Kristo, the Holy wa Ghost. Bwana nikiongozwa na Roho It's Mtakatifu. not of my saying. It's Sio not of maneno my yangu. doing. Hapana. It's the Lord Ni speaking to Bwana you. anazungumza na wewe kupitia kinywa He that chake. has an ear, let him hear Mwenye what the masikio Spirit na has to asikie Roho wa say Mungu anasema to the nini. churches. Kwa kanisa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Joel 2 and Yoeli 13. 2:13. Joel 2 and 13. Yoeli 2:13. And rend your heart. Na rarua mioyo yenu. Tear your heart. Rarua mioyo yenu. And not your garments. Sio nguo zako. And turn unto the Lord, Na umgeukie Bwana Mungu wako. your God. Mungu wako. For he is gracious and merciful, Kwamba ni mwenye rehema. Na slow neema. to anger, Sio mwingi wa hasira. and of great kindness, Na wenye wema mkuu. and repenteth him of the evil. Na mtubie uovu wako. God will show mercy to you. Bwana atakuonesha rehema. Rend not your clothes, rend your Usichane tu heart. nguo zako, usitubu tu kwa nje. Wewe rarua moyo wako, nyenyekea mbele za Bwana.
Come to God with your whole heart. Njoo kwa Bwana kwa moyo Repent. wako wote. Tubu. When Nineveh repented unto God, God reversed what the evil that he was going to do to destroy them. Nineveh walipotubu, Mungu aligeuza adhabu yao kabisa. Amen. Huruma kabisa, aligeuza adhabu yao. Mwambie Mungu, mimi ni mchawi, mimi ni muuaji, nishauaga watoto, nishatoaga mimba. Tubu dhambi zote. Mimi ni mzinzi mwasherati, nimetembea na waume za watu. Mimi ni kijana, nimefanya hiki na hiki. Mwambie dhambi zako. I believe the Bible said that Ahab was the worst of all the kings. Biblia inasema Ahabu over God's people, mbaya kuliko wote, along with Jezebel. pamoja na Yezebeli mke wake. But he repented and God received his repentance. God received his sorrowful repentance. Ahabu alitubu, Mungu alisikia toba yake. Alikuwa ni Even in all the evil that he did. pamoja na maovu yote aliyofanya. And co-signing with Jezebel. Akishirikiana na mke wake muovu Yezebeli. Amen. Amen. He's gracious and merciful. Ni mwenye rehema. God is slow to anger. Sio mwingi wa hasira. And of great kindness towards us. Mwenye wema mwingi sana kwetu sisi. And he'll repent the evil that he was going to put on you because of your disobedience. Atageuza uovu ambao alikuwa akuwekee. Because of your stiff-neckedness to his law. Your stiff-neckedness to his commandments. Ugumu na ubishi wako kwenye amri zake. And your wavering faith. Na imani yako ya kulegalega. God, every time Israel sinned against him, God sicked his enemies on him. Kila Israeli walipomtendea dhambi Bwana, he took that hedge from around them. Aliondoa ulinzi ule, adui zao walianza kuwapiga. There's examples of Nebuchadnezzar. Kwa mfano Nebukadneza. And even he destroyed the temple. Hata yeye aliharibu. Only what God allowed. Ni kile Mungu anachopitia, And he took them off into captivity. Akawapeleka wakabutumwani. In Babylon. Babiloni. But it was only for 70 years. Lakini ilikuwa kwa miaka tu 70. God showed mercy in Mungu that. akaonyesha rehema. And a lot of our hearts are hardened. A lot of our hearts. But the ones, hallelujah, that are seeking God with their whole heart and walking in his word. Kwa moyo wao wote, watembea katika utakatifu. It's saying, I shall not be moved. Wanasema hapana, sitatahayari, sitatikiswa. Liwalo na liwe, namfuata Yesu, namshika Yesu. Today the spirit of Antichrist is real. Leo roho ya mpinga Kristo yuko wazi. You should be saying in your heart, I shall not be moved. Moyoni mwako sema sitatikiswa, For Christ I live and for Christ I die. Kwa Yesu nitaishi, kwa Yesu nitakufa. So, where is that scripture? Unasema iko wapi andiko? The scripture is, andiko ni, to live is Christ. Kuishi ni Kristo. And to die is gain. Na kufa ni faida. And Jesus said, Yesu Kristo alisema, whosoever shall save his life shall lose it. Okoa nafsi yake ataipoteza. But whosoever shall lose his life for my name's sake and the gospel, atakaye ipoteza nafsi yake shall live, au shall maisha save yake kwa ajili ya injili ataiokoa. Itafute. Study the word. Soma neno. Google the word. Google. Hallelujah. Ni AI siku hizo Google tu ni AI unapambana nayo. Thank you Jesus. Wewe ifanye ichambue injili. Ndio tuliowekewa sasa siku hizi. Teach me Lord. Tell the Lord to teach me Lord. Mwambie Bwana akufundishe. Hallelujah. Thy way, O Lord. Zaburi 86. I will walk in thy truth. Amen. Unite my heart. Ndiyo. To fear thy name. Amen. Nifundishe njia zako e Bwana. Nitembee katika kweli yako. Unganisha moyo wangu na hofu ya jina lako. A lot of people don't fear God. Watu wengi wameogopa. That's why they lean to their own understanding. That's why they do what they do. They become reprobate concerning the faith. Wanakengeuka katika imani. And for that, God will give them a strong delusion. Na kwa hicho Mungu atawapa that they believe a lie than the truth. Waamini upotovu, uongo kuliko that they all might be damned. Ili waishie kuhukumiwa. That they won't believe the love of the truth that they might be saved. Waweze kuokolewa badala kuamini kweli waokolewa. That's the word of God. Uongo na wanaona ndio. That's the word of God. Hilo neno la Mungu. And that's what happens when our hearts are hardened. Ndio maana mioyo yao inakuwa migumu. That's what happens we don't have the hope of Christ in our heart. Kinachotokea usipokuwa na tumaini Yesu Kristo ndani yako. You say God know my heart. God know my. Yeah, he knows your heart. Moyo wako. Mungu He know whether you real or not. Mungu anajua moyo wangu. Unajifariji tu mpendo.
Rarua huo moyo umejaa uovu. Don't play with God. Na mimi nararua moyo wangu ujue kila siku zaidi ya mara moja. Anasema somebody needs to render their heart for real. We do it every day, every time. Yeah. Every day. Every day. You sacrifice every day. Hey. Because we could be called before the judgment seat of Christ anytime. And you have to be without spot or blemish when he comes. Huna mawa, huna dhambi yoyote. Ndio maana kila saa tunatubu sisi. You dying daily to sin. Tunakufa kila siku katika dhambi. Die today that you may live tomorrow. Katika dhambi ili uishi milele. Die today to sin that you may live unto eternal life. Kufa kwa dhambi ili uishi milele katika uzima milele. Amen. Amen. The songwriter said, have oil in your vessels. Mwimbaji alisema uwe your na lamp mafuta trimmed and burned. Be wako uwe tayari. Be ready when the bridegroom comes. Tayari bwana harusi atakaporudi. Amen. Amen. So here in Job, where it talks about mourning, weeping, and fasting. Amen. Therefore also now saith the Lord, saith the Lord, saith the Lord. Yoeli 2:12. Yes. Turn ye even to me with all your heart. Amen. With fasting, with weeping, and with mourning. Amen. Say that please. Nitasema Yoeli 2:12 anasema, kwa hiyo sasa anasema Bwana, nigeukie mimi na moyo wako wote kwa kufunga, kwa kulia na kwa kuhuzunika. That's Joel 2:12. Yoeli 2:12. Didn't I say that earlier in the lesson? Nimesema hapo mwanzoni kwenye somo. About laying before the Lord, fasting and mourning, before the altar, lifting up family members, lifting up people in need. Watu wa familia yako, unajua that God will bless them, that God will keep them. Watu wana roho ngumu, the poor being with you always. God loving a cheerful giver. Waliopata mafuriko sio wema kuliko sisi. Giving of your time, giving of your witness, giving of your testimony unto the Lord. Trying to save a soul, trying to pull somebody out of the fire. Mtu kwenye moto, kumuokoa na moto wa jehanamu. Ndio tunachopambania tu hicho. Hatuna kingine. Having compassion and making a difference, the word of God says. Neno la Mungu linasema kuendelea kuonesha rehema na kuleta tofauti katika maisha ya watu wengine. Amen. Amen. Loving all people. Kupenda watu wote, kujitahidi you hate the sin but you love people. Chukia dhambi zao, lakini wapende watu. You love them that you want to see them saved. Unawapenda vya kutosha kwamba unawashirikisha injili ya kuokoa maisha yao na watoto wao na somebody that God has given up and given over. Mtu ambaye Mungu amemwacha. Because people don't believe that God will give them up or give them over, but I implore you to read Romans, the first chapter in its entirety, how God will give you up and give you over to do those things. Na kusii, soma Warumi sura ya 1. Wengi waamini Mungu anaweza kumwacha mtu akamtupa. Utaelewa Mungu inafikia wakati anamtupa mtu anamwacha. Amen. Amen. Though a host shall encamp against me, my heart shall not fear. Though war, what's going on now? Vita should rise against me, in this will I be confident. Zaburi 27:3 inasema, iwapo majeshi watanizingira, moyo wangu hautaogopa. Iwapo vita itainuka dhidi yangu, katika hili nitakuwa nikijiamini. I got enemies that can't. You have enemies. Una maadui, kila mtu ana maadui. Your adversary, the devil. Hasa shetani ndio adui. Your adversary, the devil, adversary is an enemy. Adui yako mkubwa ni shetani. Go to and fro in the earth seeking whom he may devour. Anazunguka ulimwenguni huko na kule. You have enemies. Anatafuta kummeza. Jesus I know, Paul I know, but who are you? But the devil know you because you have the seal of Christ. Shetani anakujua kama wewe ni Mkristo. You are a child of God. Una alama Yesu Kristo ni mkristo. And you have power over him. Ujue una nguvu na mamlaka dhidi yake. Simama tu vizuri na Yesu Kristo. He got a BB gun and you have a shotgun. You have power over him. Yeye ana toi, ana bunduki ya kitoi, ya kitoto. And you can make him disappear with that shotgun. Mlipue katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asikushinde ujanja.
God give you power after he give you the Holy Ghost. Amekupa mamlaka hasa ukiwa na Roho Mtakatifu. But my point, the point I'm making is that though enemies are encamped around me, God will prepare you a table in the midst of your enemies. Japo adui amekuzingira, Mungu atakutayarishia meza katika. And if God be for you, who can stand against Bwana akiwa upande wako, nani atakuwa kinyume na wewe? The Lord is my light and my salvation. Bwana ndio mwangaza wangu. Whom shall I fear? Ni nani nitamwogopa? The Lord is the strength of my life. Yeye ndio nguvu In ya whom maisha shall I be afraid? Nani nitamwogopa? Amen. Amen. I should not fear man, but fear God. Nitamwogopa mwanadamu, nitamwogopa Mungu. And that which you fear, you kile reverence. unachokiogopa ndicho unachokiabudu. And the devil wants you to fear him, Sasa shetani anataka to reverence him, tumheshimu yeye, to tumwabudu give yeye, him glory. tumpe yeye utukufu. And that's why a lot of stars and Ndio performers and people in business celebrity are hao. household names Wanasifika kwenye manyumba because they watu give wote glory wanawajua. to the devil Kwa sababu wameamua instead of kumwabudu to shetani God. kuliko Mungu. Watoto Amen. wetu wanajua nyimbo zao kuliko nyimbo za kanisani. Amen. Amen. So, though a co-host be around me, my heart shall not fear them. Moyo wangu hautaogopa hata majeshi yanizingireje. The prophet told his servant, Mtumishi wa Mungu alimwambia when the mtumishi wake, Philistines came down and Wafilisti surround walipokuja him, kuwazunguka, don't worry about it. The armies of God is around us. akamwambia usiogope, His tumezunguka. servant said, I don't see nothing. Gehazi akasema, mbona And his sioni? eyes was open. Akamwambia Bwana And mfungue he macho. seen thousands Akaona of soldiers jeshi on la chariots Mungu. and Wamekaa kwenye heavenly hosts magari ya of God's moto. army Jeshi la around Bwana his prophet. limewazunguka. Hallelujah! Haleluya. When they Tembea wanted vizuri. to Hata kill kabisa. Paul, for he swore that they won't eat or drink anything till they kill him. Kuna watu wanaume walifunga siku 40. God made a way. Mungu alimtorosha. God sent an army. Alituma jeshi And they couldn't do anything. kumuescort Paulo kutoka Escorted him out of the city. kama kupita rais wa marais. God sent an army. Bwana Yesu alituma God got an army. Bwana Yesu ana jeshi, nikwambia hata leo. Thousands upon thousands around the throne. Kuzunguka Crying, holy, holy, holy. wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Pilate, you have no power to crucify me. I don't want to be Yesu alimwambia crucified. Pilato, For my heavenly Father will send more than 12 legions of angels. Yesu baba yangu wa To fight for mbinguni me. anaweza kutuma jeshi la malijioni 12. Lijioni moja, one You don't have no legion, power to do 7,000. anything. Amen. Hauna mamlaka. A legion, one legion, One legion. Legion moja, I believe was over 5,000. yeah, He said Zaidi more ya than tano. 12,000. zaidi ya 12,000. One angel in the Bible have killed Elfu kumi na thousands mbili. of people. Malaika mmoja anaweza akachakaza nchi nzima au bara zima. Malaika mmoja ndio nguvu za Yesu Kristo tunayemwamini. Sasa shetani atupotezea, tunakuwa viwachawi hivi nani hivi. But I lay down Simama my vizuri na life, Yesu Kristo. Jesus Jua said. Injili. Jesus Jua said, I maandiko. lay down my life freely. Bwana anasema alimwambia I know I come to do the natoa will of maisha my yangu Father. kwa hiari. I come to Nimekuja finish the kufanya work. mapenzi ya Mungu. Nimekuja kumaliza kazi. And this is my beloved Son, God the Father say, in him I'm well pleased. Akasema huyu ni mwanangu Believe ye him. Aminini yeye. Obey him. Mtiini yeye. That's the cry from heaven Yani ndio sauti when they kutoka wanted to mbinguni. make three Wanataka tabernacles. kutengeneza tabernakulo mbili. One for Moses, Mahema one for matatu. Elias, Kwa Musa, and kwa one for Eliya, Jesus. na kwa Yesu Kristo. And a sound from heaven say, this is my beloved Son. Sauti kaja inasema Hear him. mtiini yeye. Amen. Do you hear the voice of the Je, Lord? unasikia sauti ya Bwana siku ya leo mpendwa? Unasikia Do you sauti ya hear Bwana? what God is saying? Unasikia Mungu anavyosema na wewe mpendwa? He that has ears, let him hear what the Spirit Nasikie Roho wa has to Bwana say anasema nini? to the churches. Wewe mfuate Yesu asilimia. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. Joshua Yoshua 23 and 14. 23:14. And behold, this day I am going away of all the earth. And ye know in all your heart Ndio. and in all your soul Yes. that not one thing Yes. hath failed of all the good things Ndio. which the Lord your God Ndio. spake
Yes. concerning you. Amen. Oh, hallelujah. Got it. Hallelujah. All are come to pass unto you, Ndiyo. and not one thing have failed thereof. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Yoshua 23 mstari ni wa 14. Angalieni, mimi leo ninakwenda njia ile waendayo watu wote wa ulimwengu. Nanyi nyote mnajua mioyoni mwenu na rohoni mwenu ya kuwa halikuwapungukia ninyi hata neno moja katika mambo hayo mema yote aliyoyanena Bwana Mungu wenu katika habari zenu. Yote yametimia kwenu, hapana neno lolote mlilopungukia. Joshua is about to transition. Yoshua alikuwa anataka He's about to go on with the Lord. Aende kuwa na And Bwana. he's reminding them of the goodness of the Lord. Anawakumbusha wema wa Bwana. That, hallelujah, that not one thing has failed thereof concerning his people. Kuhusiana na watu wake. And that God gave his will to give good things to his Ni people. mapenzi ya Bwana kuwapa watu mambo mema. And he said, you know with all your heart and Unajua kwa all moyo your wako soul wote na nafsi yako yote, that not one thing hath failed hakuna hata moja of lililopungukiwa all the good things in which the Lord, kwa mema yale ambayo Bwana your God, Mungu wako, our God, Mungu wetu spoke concerning you. amezungumzia kuhusu wewe. Amen. Amen. His mercy faileth not. Rehema zake hazipungui. His love faileth not. Rehema zake hazipungui. Amen. Amen. God loves us. He Mungu takes care of anatupenda, us. anatutunza, He anatuhifadhi, blessed us. anatubariki. Even when they was in the wilderness, the clothes didn't wax old on them. Hata walipokuwa nyikani, nguo zao hazikuchakaa. Their shoes did not go old on them. God continued to feed them, even though they sinned against him. Bwana aliendelea kuwalisha japo walikuwa wanatenda dhambi, kwa na mata. But God made a way. Shingo ngumu, Mungu aliwatengenezea. He made a way out of bondage. Aliwatengenezea njia katika. He made a way across a red sea and they walked on dry land. Wakapita kwenye bahari njia kavu katikati ya He bahari. fed them meat from heaven. Aliwalisha nyama kutoka. He gave them angel food. Aliwalipa mana. And they still complain with the food in their mouth. Pamoja na kile chakula walilalamika tu. Tukatai kabisa kwa njia hiyo. Even at one point before the Red Sea was parted, send us back to the Egyptians. Kaka walithubutu baada kabla ile bahari I'd rather be in slavery. I'd rather be in bondage than to die here. Afadhali tubaki utumwani. Where is your faith? Imani iko wapi? When God is leading you light by, hallelujah, by cloud by day and fire by night. Wakati Bwana anatuongoza kwa wingu usiku, kwa moto and providing your every need. Mchana, kukutana mahitaji yetu yote. Where is your faith? Imani yetu stitirike. Imani yetu iko wapi? When you hear his voice, harden not your Tukisikia heart. sauti yetu yake leo, tusifanye mioyo yetu migumu. But though you know it, I know it, everybody knows Mtu anajua that God has blessed you, opened doors of benefits Bwana for you. amekubariki, amefungulia milango. Amen. Amen. And just what? When he said he won't leave you nor forsake you, Akisema hata kuacha hata and he'll kupungukia, supply your every need atakutana mahitaji yako according to his yote, riches and glory, kulingana na upendo wake katika Yesu. it's impossible for God to Ni lie. vigumu kwa Mungu kusema uongo. He's not like man that he would Sio kama lie. mwanadamu aseme uongo. It's impossible Ni vigumu, haiwezekani. because he is truth. Kwa maana yeye ni kweli. And he gives us the spirit of truth. Na anatupa roho wa kweli. And when we lie against the Holy Ghost, it's not him, it's us. Dhidi ya Roho Mtakatifu. It's this flesh right here Ni mwili huu unatoa. that we got to kill every day, Tunapaswa kutiisha, kuua kila siku. that we may walk in the newness of life. Tutembee katika upya wa uzima. What's new about you if you still yielding Nini to the kipya flesh? kuhusu wewe kama unaendekeza mwili? Walk in the spirit that you don't Tembea fulfill katika the roho. lust of the flesh. Usitimize tamaa za mwili. Flee youthful lust, Tabia za mwili. the Bible Kimbia says. dhambi za zinaa. He is only, Tabiana. he only is my rock, my salvation. He is my defense. I shall not be moved. Hallelujah. Psalms Zaburi. 62 and 6. Yes sir. Zaburi 62:6 inasema, yeye pekee ndiye mwamba wangu na wokovu wangu. Yeye ndiyo ulinzi wangu.
sitatikiswa. I can say for sure, Nasema kwa uhakika kabisa, we can depend on God. tunaweza kumtegemea Bwana. The songwriter say, through the storm, Kupitia dhoruba, through the rain, kupitia mvua, through sickness, kupitia magonjwa, in the pain, katika maumivu, we can depend nitaweza kutegemea on God. kwa Mungu. Hallelujah. Kuna mwimbaji He aliyeimba, he is our rock. yeye peke yake He ndiye is the rock of our salvation. mwamba wa wokovu wetu. Hallelujah. Hallelujah. And he is our defense. Ndio ulinzi wetu. The Lord will fight for you. Bwana atakupigania. The Lord will bless and keep you. Atakubariki, atakulinda. Hallelujah. And I shall not be moved. Na sitatikiswa. Hallelujah. The songwriter again said, like a tree planted by the river, Mwimbaji amesema kama mti I shall uliopandwa not pembeni be ya moved. mto, sitatikiswa. Amen. Amen. Being rooted and grounded in him. Kuwa katika na mizizi ndani ya katika yeye. Saints, we pray that Wapendwa, tunakuombea. you've been encouraged, Umetiwa moyo siku ya leo. but we also Pia ask you to take heed to this Nakuomba. warning. hii ni onyo, ni tahadhari. Itilie maanani There's a sana. warning Ili ni ya tahadhari, onyo tumepewa sisi because the wote. enemy wants to destroy you. Adui anataka kutuvuruga, The enemy wants to kill your heart Anataka kuua moyo wako katika with the Yesu Kristo. cares of this world. Na mavurugu na machangamoto The ya dunia enemy hii. wants to distract. Adui anataka kukuondoa uwepo wako He katika wants to Bwana. kill. Anataka He kukuua. comes to destroy. Kukuua yeye moto wa milele. And he's an accuser of the Yeye saints. ndio mshtaki wa watakatifu. Guard your heart. Linda moyo wako mpendwa. Guard your heart. Linda moyo wako mpendwa. But most of all, he wants you to leave Zaidi ya yote, Jesus. anataka muamini Yesu Kristo. He wants you to discard his word. Yes, yani anataka shetani anataka umwache He wants Yesu. you to serve him Tupa maandiko instead of yake, Jesus. umtumikie, umuogope yeye shetani kuliko Yesu Kristo. Ambaye Yesu Amen. Kristo ana nguvu kuliko yeye. Amen. Amen. We choose Jesus. Tunamchagua Yesu Kristo. He is the author and finisher of Yeye ndio our faith. mwanzilishi na mtimilifu wa imani yetu. He is our Savior. Ndio mkombozi wetu. This concluded Tumemaliza our somo la lesson. siku ya leo. Guard your heart. Linda moyo wako. And we pray that the Tunaomba grace of God kwa neema za Bwana Yesu and the Kristo sweet communion of na the Holy ushirika Ghost wa Roho Mtakatifu be with you this iwe day nasi and forevermore. leo na hata milele. In Jesus' name Kwa we jina la pray. Yesu Kristo tunaomba And for Jesus' sake, we say with thanksgiving, kwa kushukuru. amen. Amen. Go with God. Uenende na Bwana. We love you, saints. Tunawapenda wapendwa. Haleluya.